Niliweka simu kwa mfuko, kakunja, tukatembeza na mbaya sana. After wameshindwa mkono, wakaenda. Kuenda sasa hiyo timu yao ya watu wengine wakaenda wakahaya wase. Maboys, mavijana bigi watu kama tuseme 10 plus because there were so many. Wakati mimi nachapa nao wanaume, nakwambia nilisikia tu from nowhere. Niko na blackout kwanza nikaanguka flat chini. So kuanguka ni kama damu ilikuwa ina spat. Nashindwa nini nafanyika man? Ni nini hiyo nafanyika unaona? Kuangalia hivi hata sioni kitu. Wani wavamia jango, wachukue tao yangu. Mimi tao yangu inaniuma bro. Nililipwa bana. On a serious note because I'm a family man. I have kids. I have adopted children and I have my own biological kids. 2 boys. Unaelewa? So mimi ukinipiga narudi home hivi, mtu yeye anaweza shindwa baba nini imefanyika. Unaona? Kama sasa inaambia watu nilianguka. Mimi sikuanguka. Nilipigwa na mtu anaitwa Joshua. We have to stop all these crimes. And I'm not doing this because I find peace in it. I don't find solace in this. I would love to have my own space. Yani mimi naombaga Mungu, siku ile ndapata dom nzuri. Niende tu nijenge off grid. Nikule tu matunda za kichaka huko ushago kwetu. Kwanza mimi nabai tu shamba Kakamega. Huko hivyo msana kuniaga mapera, mti na mea, tena unakula vitu zenye ulikunia. They just recycle themselves naturally. I want to go and live that kind of life. Actually, our police system, I don't know how it works. So we did the same day report because unajua uwezi fanyiwa kitu alafu na kazi kumoja kesho ndio naenda kureport. So I went to Lakisama police station. I reported the case and they wrote me an OB, attempted murder and lost items. My 2 phones. Samsung Ultra S21 and iPhone 11 Pro. What's up everybody, this is Kenya Online Media, your #1 source of entertainment news. My name is Eve Nyaga. Forgive my bad sauti, I just have a cold but najua ita clear very soon. And right about now tumekuja kumtembelea the one and only Truth Watchdog. As you all know, he is the industry's watchdog. Nana make sure that anatupatia ukweli, but unfortunately he had a little incident, so tumekam kumuona tujue what happened, nani alimuumiza, kwa nini alimuumiza, and what actions he plans to take on the people that actually harmed him. Truth Watchdog, kwaje? Na recover. Siwezi sema niko poa kwa sababu ni. Hata ungesema uko poa ningekuuliza, uko sure? Kichwa inaanza kurudi fiti, though kuna a little bit of more pains zenye ziko dispersed all over my head. Sio tu hapa pale nimeumia. Hebu tani hivi kidogo ndo watu wetu waone what happened. Nimepigwa mbaya sana. Na nilipigwa na stand ya camera actually, stand yangu. Yes. Stand yako ndio ulipigwa nayo? Yes. Ilikuwa grabbed off. And then nikapigwa from behind when I was dealing with 2 more men. Yes. Alright. So ebu tueleze what exactly happened? Ulikuwa wapi ukipigwa, nani alikupiga? Okay, tulikuwa Lakisama. Nilikuwa nimepokea call saa 4 ya usiku. Nilikuwa TikTok live by the way. Then jamaa kanikola kaniambia niaje babangu a 62 year old amedhulumiwa. So mimi kusikia the 62 I had to pay attention because that's almost like my father. My father is 63 ama 64 hapo. So nikaanza kusikiza huyu kijana akaniambia kwamba babake amekuwa kwa vitu za loyalty test. Yeye anakuwa gavana loyalty test wa pastor show. Lakini amejam sana, amepata babake amekuwa pale na ule mtu sio madha yake number 1. Alafu number 2, mzee hata ajui ana trend. Unaelewa? So mimi nikamuuliza so shida ni gani? Si mzee alikuwa anajua kitu anadu. Mzee alikuwa anajua madhe imemfikia, amepigiwa simu, wamegombana hapa, wameletana juu mzae, hata madhe anamwambia sikamocha. Nikamwambia okay. So mlikuwa mnadai aje? Kaniambia tumeambia pastor show atoe hiyo video kwa YouTube like I delete. Amekataa. So sisi tulikuwa nataka tumuaddress kwa channel yako. So mimi nikamwambia I can do that but lazima uniletee huyo mzee sasa babake nimuone, alafu huyo mzee anipeleke kwa site because any person can wake up in the morning na aseme Truth Watchdog amenifanyia hivi. Pastor Show amenifanyia hivi. So lazima uniprovie beyond doubt that I'm not just going to bring down a YouTuber or any other person out there. Lazima unipatie evidence na proof, unaelewa? So upon kumwambia tukutana on Monday, alikataa akasema to come on
on Sunday sababu Sunday ndio kazi yake ako free. Kazi yake inaanza Monday to Saturday. So I thought that was is okay kwa sababu Sunday pia mimi si mse wa church. Mimi am a spiritual person, not a church going person. Kuna difference. Akasema acha niombe Mungu, nikapiga swala yangu, nikasonga. So kusonga tukaenda site. Kwanza mzee akaanza kutuelezea stages. Tulikuwa actors wa 6, yani couples 3. Couple ya kwanza ilikuwa hapa, couple ya pili ilikuwa hapa, alafu mimi nilikuwa wa mwisho, couple ya 3. So mzee alikuwa anajua kitu yenye anafanya. Alikuwa anajua anaenda kuact. Unaelewa? Alikuwa anajua anaenda kuact. Hata kwa kamera ameisema. So lakini hakuwa anataka, yani hakuwa anajua venye media inawaka. Yeye ata act ndio, lakini alikuwa anafikiria ni TV. Unaona zile vitu za ujuang zile? Yeye alikuwa anaassume ni TV. But hakujua ni YouTube content. And then was enough, the family sasa au mavijana au wenye sasa baba yao aliact. Washasikia story fununu venye Pastor Show ni conman, anafanyanga michango fake. Na unawajua wa YouTubers wote wale wanafanya loyalty tests. Wanafanya michango fake, wanaibia wase. So hawako wanataka hiyo reputation. Nawashwa pole. Hawako wanataka hiyo reputation ikue like inaharibu biashara ya kijana anauza nguo. Unaona? So wasa wanamleta na ombe budako anawaka na makon. Hiyo ndio kitu limtrigger kwenda kuangalia, akasema anataka wa respond. Mzaya hakuwa anajua kitu yote, yeye aliambiwa tu atoke kwa set. Na akatokea kwa set, akafanya venye alimaliza, akapatiwa yake 300, sijui ni 300 ama 500. 500 okay, acha tuseme 500 bob. Yes, 500 bob. For the shows. Na unafaa act more shows. Okay? So yeye akapewa, si akaenda. Na baba yake ni electrician. So wase wakajua hiyo kitu ikazamba vibaya. So mimi nilitoa tu set, lakini nilikuwa nataka ni confirm it is true you are an actor and you acted and the location. Ndio nikitoa video isikue sina evidence ama proof. So unajua mimi work na evidence. I needed that proof to assure Kenyans it's true, this was acting, it is purely acting. And the previous videos you have seen before this old man amesema hata hiyo couple lingine hawajuani. Hata the phones wanatoa kwa set ni hao wanapewa. Yeye yako na katululu. So si mimi nikafanya video yangu. Kufanya video kumaliza hivi upon sasa tunataka kutoka. Then tukaanza kusurroundiwa na wase. So unajua me being a name also, nikaassume mtu hawa ni mafans wananifuata. Then hapo hivyo nje tulipita the route. Gari haiwezi pita hapo iende huko. Lazima muache gari mbali sana. So si lazima mtembee. Then wasanduthi hakuna. Wale wase wote walikuwa wanazunguka wanduthi walikuwa hiyo team. Unaelewa? So msi akaanza kututishia, anaitwa Joshua. Joshua ndio handler wa Pastor Show. So Joshua akakuja akaanza kutuambia, "Gota nini. Leta hiyo simu hapa, nikashindwa simu yangu nikupea bro." Yeah, iwezi. So they came first 4 people. So hawa wase waine unajua walikaa mo kaanza kunigrab shingo. Mimi nikaona hii haitakuwa. Unaona? Jumse hata anaweza kukugwara huku makucha zake ziko na jams bro. So iwezi allow that. So hiyo ndio hiyo video mnaona hapo tukikimbizana, niliweka simu kwa mfuko, kakunja, tukatembezana mbaya sana. After wameshindwa mkono wakaenda. Kwenda sasa hiyo timu yao ya watu waine wakaenda wakahaya wase. Maboys, mavijana bigi watu kama tuseme 10 plus because there were so many. Okay. Wewe ulikuwa na watu wangapi? No, me I was just me. My assistant huyo kijana. Peke yake tulikuwa wawili. Okay. Na hata by the way before niende nifanyie video nilikuwa nimeita Pastor Show kwa site. Nikamwambia tunaenda huko, actor wako ametuita. Unaelewa? Sio si eti nilikuwa nafanya kujificha, nikuja niharibia msee jina. Nilimwalert. Like niko huku, tunaenda pale mliakitia sijui Ketuamba, tuko huko. Unaona? Sio vitu nilikuwa nafanya kuficha. Hata ukiuliza TikTokers watakwambia it was a live video. I called them. Nikamwambia tukutane huko kama mimi udanganya. Niko na prove hapa sahi. And I wanted them to see their actor say these things on camera, not me. Unaelewa? So hao kukuja wanakuja ni delete video. Mimi nikakataa ku delete video. Nikamwambia siwezi delete video bro. Hiyo nayo hiyo iwezi. So hiyo kunigrab hasa waina kwanza nikachangamka nao. Nikawalima vizuri wakaenda, wakakam na wase wengine. Sasa kukam na wase wengine unaona sasa lot size ni bigi. Bronco alikuwa ameshika simu zenye tulikuwa tunini. Huwa tuna moderate. Juu nilikuwa nimeingia TikTok live, baadaye nikaingia YouTube live. So alikuwa na moderate. So mimi kuchekia saa 10 najaribu kuangalia nduthi. Mimi hufanya hivi, nikiona kuna ngori, mimi uchukua tu phones, naambia bro wangu, panda kwa nduthi wewe ishia. Ambia tu msi akupeleke na akupeleke.
mimi tutakutana, unaona, kukiharibika. Saa zingine hata hapo nyuma, sio sahi. Hapo nyuma nilikuwa nasumbuliwa sana na mapolisi, juu ma exposes. So nilikuwa nafanyaga tu hivyo. Ama na huyo polisi akamkunishika anamwambia bro ni aje. Ubeshti yako ni kama ingiza ma feelings. Cheki wewe cheza na hii simu. So napatia polisi simu moja na baki na moja. So huyu anakuja ananianda hapa, polisi yako na simu yangu. Anianda hapa namwambia hii ni simu moja. So hizo video tuna delete kwa hiyo simu moja. Ile nyingine polisi mmoja ameniwekea safe. So nikitoka tu hivi mimi nampea yake, ananipatia simu yangu, mimi naondokea. So the same thing we do with my bro. Wewe toka tu. Hata kwa fight hakuhusika. Unaona? So mi wakati yase 10 wamekaa ikakuwa ni wengi sana. Sasa siwezi pigana. Kuna jamaa fulani huko tulimpata huko. Jamaa mpoa sana. Yeye ndiye alikuwa anatupeleka, alafu huyu mzee na kijana yake. Yeye ndiye alikuwa ameshika hii stand. So akakuja hiyo stand akanyang'anywa. Wakati mimi nachapa nao wanaume, nakwambia nilisikia tu from nowhere. Niko na blackout kwanza, nikaanguka flat chini. So kuanguka ni kama damu ilikuwa ina spat. Nashindwa nini nafanyika man? Ni nini hiyo nafanyika, unaona? Kuangalia hivi hata sioni kitu. Sasa bro, hiyo panic akakuja akanishikilia akaambia waniwaache. Unaelewa? Hiyo mwacheni bana nini. Akaniekelea kwa pole ya stima. So hapo ndio kidogo hivi kitu kama tuseme around 3 minutes ndio sasa akili karudi fiti. Lakini akili kurudi fiti nasikia sana naongelea mbali. Nikawa nagombana sana, nashindwa ni nini mbaya na happen. Naangalia hivi naona nimejaa madamu. Huyo mzee kumbe amenipiga naye kitu na alikuwa anataka kunimalirio. Unaona? Ni venye tu alishikwa. Alishikwa akaambiwa mwanaume ni ngumi, wewe unapigana kwa nini na hizi vitu? So ase wake pia wakaanza kuteta. But ama goons walikuwa shaka. Me by the time naamuka sijui hata sina phone. Sina phone, hata handkerchief sijui alichukua ama alianguka chini. Nilikuwa na 1000 cash money. Mse mwenye alikuwa ametwita huko kwa site alikuwa amenipatia kama transport ya fuel yangu. Hiyo town nilikuwa nimeka kwa mfuko. Yaani nakwambia nilirealize baadaye nikiwa usi sina phone. Nini imehappen like kila kitu imeenda. Nauliza bro, uko na phone zangu? Ananiambia niko tu na hizi. Simu iko wapi? Sasa kitu imeniboni ile simu ya contacts. Unaona? Kuna simu ya contacts hapo. Kuna wale wase uleta malalamishi. Unaona? Sasa ilibidi ni replace line. But nashindwa mbona mchukue simu ya contact haina kitu. But I know the intention was hapo initially again another complainant. Actors wao ati atulipwe 50. Manze history ya coact nimekufa. Kuna msana anaitwa Julius. Hii coact nimekufa si feel poa. So nikamuuliza umekufa aje? Tuliact tu hivyo lakini si eti ni real. So mimi nikaenda kuangalia hiyo video ya Julius tena kwa Pastor Show. Kuangalia nikapata huyu msana move vidole. Na apparently alikatwa shingo 2 weeks ago. Unaona? 2 weeks ago hakuna hata damu, hakuna, yani ngozi bado iko intact, ijakulwa ikaoza. Unajua tu 2 weeks is a lot of time when the body is exposed kwanza kwa light na oxygen. Inafaa biodegrade haraka sana, unaelewa? So how come the body is still intact and the fingers are moving? Unaona? So mimi kuzoom in hizo fingers na moving, I think that is one of the things. Juu hakutoa hiyo video. So I am assuming walikuwa wachukue video hizi simu walichukua ni kwenda kudelete the entire account. Unajua ukidelete YouTube account ya msee tena kwanza zero, it's something. You understand? So I think intention ya Pastor Show haikuwa ati anataka simu. Of course anakula michango enough, he can buy any phone anytime he wants, but my channel appears to have caused that. Though it's not me, it is their actors. Ni actors wanakama wana complain. Ulikuwa before this ulikuwa umefanya expose ya Pastor Show before? Yes, of course. Nilikuwa nimefanya before. And you know, atufanyangi expose ati Eve umenikosea. Wewe ukikosea mtu hapa hiyo inanihusu nini? Si hata mimi nakosea mahali pengine. Sasa kitu inakuanga hivi, mwenye umekosea ndio akikuja kucomplain kukuhusu wewe. Sasa ndio tunafuatilia story. Lakini hatukujangi tu ati Eve. If ni mwizi, if there must be a complainant. Na msi work kama Truth Watchdog work kama police station. You have to bring your complaints, we have to investigate your complaints, and then when we assert the evidence you have provided, then we can do an expose. Unaelewa? Lakini si eti tu ati Eve amekosea. Ni watu wangapi wanaibiana? Ni scammers wangapi huko nje? Sasa niambie tu content yako ni kurun after scammers. Utamaliza lini? Una get? So sisi inakuanga ni kaa station. You come, report your case.
let us assert it, and then let us share it with the world, for the people to know that this person cannot be trusted. Hata issue ya Rish Kamunge. Rish Kamunge thought that nimelipwa na other companies, agencies, kukuja kuangusha agency yake. Not really. The thing is as plain as it is. My dear, wewe umechukua pesa za watu. Umewapeleka China, wamestack. Wamekuja kwetu, wamecomplain. Wametupatia marisiti zako, wametupatia records zako, na every communication you guys had before our travel. Hii ni proof ya kwamba we uko na pesa za watu na hauna hizo kazi unaambia watu unawapea. Watu wako stuck in China. We went even further and brought 4. Tulifanyisha michango. Watu wakachanga hapa na pale, tukaleta wasichana 4. 6 wakakuwa viburi. After kupata pesa bala wachukue tickets, walikula pesa na wakatoroka. Tukaachana nao wajisort. Unaona? So how when you come ni proof enough that actually your agency is a scam. Unaona? Si eti tu unakuja tu from nowhere, utaripoti watu wangapi? Why should you be reporting people? Are you a police? No. So me would do tu hivyo. So the same thing, kama ningekuwa msimbaya singeambia Pastor Show niko site. Angestukia tu venye mimi uzifanya. Video iko up. By the time ulikuwa unaamua kwenda hapo kwa site ama kufanya hiyo expose, ni watu wangapi wamekaa kwako wenye wametoka Pastor Show na complaints? Watu, if I count the heads, actors ni kama 4 hivi. Lakini sasa wale waseuchanga, they are in hundreds. Wale wako kwa hizo ma WhatsApp groups, wanakuja wanachanga. Kuna siku Pastor Show amewadanganya, amevunjwa mkono. Amepigwa mkono na mtu fulani anaitwa Maxwell. So alikuja na hiyo kitambaa, zile mabandage za kununua. So unazijua? Zinanunuliwa supermarket by the way. You know the bandages, you know them. So amejifunga hapa ati Maxwell, wewe sijui ni nini. Sasa hiyo wasichana wa Gulf. Dada zetu wa Gulf amkeni. Unajua mimi nashinda nikiwaambia, wewe uko hapo Gulf. Ulitoka huko juu ya shida. Probably mama yako bado anashona ngodha na sindano ile usi ya kushona ya kushuka nywele ile wanawake kufanya ile usinono. Choo yenu bado ni mlango ya gunia. Lakini wewe ndio umekuwa assistant hapa kwa media, wewe ndio unasaidia kila YouTuber mwenye anakuja na kuletea shida. Kama hawa watu wanaweza fake death, unanielewa? Wanaweza chukua watoto wale wanaitwa disabled children, wawalete na wapange. Wanaenda mpaka children's home, wanajifanya wanasaidia, ndio muwatumie pesa, alafu wana disappear. Hiyo children's home haitawaona. Ni kitu gani hawa YouTubers wezi fanya? They stop at nothing to make sure you get into your pocket and give them money for free. You understand? So mimi ushindwa sana. Hata sasa by the way, sijui kama umenotice. Ukiona wase wamenipost sana, nimekuwa nikitrend. Lakini hapo yes kuna wase, I appreciate so many Kenyans are saying like sorry, heal faster. That is the price of, you know, standing for the truth. Hata asubuhi kuna jamaa alinipigia. Kaniambia hicho ndo kikombe chako ndugu. Wewe umeamua kusimama na ukweli. Yesu wa Wakristo alikufa kwa ukweli. Muhammad alikufa kwa ukweli. So wewe simama na hiyo ukweli. Na nikasema no one dies in a style. So kama unless they kill me, I will still continue coming. Trust me. I will stand for the truth. I will fight for the truth. That's all I know. So cutting the long story short, the thing is Pastor Show. Nani wengi? Kuna Pastor Show, kuna Senior Dave, au wote nakwambia ni watu wamekuja kwangu. Kuna Senior Dave, kuna Brighton the PL, kuna Yuzi, kuna Levin TV, kuna Eastern TV, wamewamention wote, wanafanya vipindi. Hawa ni actors wanatoka huko wanakuja kutuambia. Sio sisi tunatafuta ati Eastern TV na dunini. Anaitwa Big Man Stevo. It is their actors. Jana Big Man Stevo actor alikuja nikiwa live. Nimeact kwa vipindi zake, hata nitakutafutia link. Akanitumia link na nikaiona. Nikasema okay sawa. It is all acting. Si eti hata mimi sijui. I knew long time ago it is acting. Mimi kitu sikujua ni wanafanya michango huko chini. Unaelewa? So shida si kuact. Shida ni kunyang'anya wa Kenya pesa. Yes. Shida si kuact. Nigerian movies ni real. Izile movies nilikuwa naona za Michael Dudikoff, sijui Tommy Lee, ilikuwa real. It is all fiction. Unaelewa? So our content creators, when they become creative, we are supposed to support them and watch them. And that is what women in Gulf are doing. Men and women in Europe are doing, to watch and support
that. By watching, you are already supporting because they will earn through revenue ya YouTube. Na kama ni mchango tu, kama mimi sahi kompyuta yangu imeharibika hapa, naweza kuja hapa niseme watu wa Trevor tafadhali, huyu expose wenyu mwenye anafanyanga exposes, kompyuta yangu imefanya nini? Imechomeka. By the way, ni ukweli imechomeka. Kama kuna mse wote ana will, akuja confirm, anisaidie na computer. We use a very heavy computer. Unajua ku process data, some datas are online. So we need a better computer. We do not have a computer. Unasema tu hivyo. There is someone here ataona, by the way, to the watchdog, you helped me escape a certain scam. Atanisaidia tu. I don't have to come and lie, oh guys, mnazaona nimeanza kuwa na ugonjwa wa Vybz Kartel. Unaona? Tunaomba michango. Unazaona, I don't need to do that. If you took mwanaume ni aje msay, by the way, I'm serious. Can I request? Yeah. Tafadhali wasi. Computer yetu imeungua. Mimi nimeshikwa na sijui mazingaombwe hii mwezi. August is my very worst month. No. This is when I lost my twins as well, by the way. August is my worst month. Ni month yenye niliwachwangwa, ni month nilipoteza my twins, ni month yenye nimesafa sana, by the way. So again, August, it has done that thing. Our computer just blew from nowhere. Sijui ni waganga wa pastor show ama nini may happen, but I don't have a computer. So if there is anyone who can support me, I do not need even your money. Uniambie tunataka computer gani, I will tell you which one. This one ilikuwa custom made. It took us one year 7 months kuchanga na kubuy to vitu step by step. But now I need a computer, no. Yes, 1 year 7 months. Hey, it took a lot of time to have a computer. Unajua mimi nimejengwa na wa Kenya. So mtu akikupatia 10 bob, unatumia 3 bob, 7 bob una save. So that was the law, that is still the law. That is how we are trying to bring up a studio. Yeah, vitu ukifanya vitu upright ni ngumu sana uraise haraka. That is what our country is all about. Unazaona? Wale watu fake ndio wanapanda haraka. Watu fake. Jipatie dakika 2-3 uone. The same people anaibia ndio the same people wata raise hospital bill na walipe yote. Huyu jamaa ingie OC atitiwe ka Sonko na atoke. Truth Watchdog the same thing. Ni rare, ni watu kidogo sana wanasimama na ukweli. Yep. So do you think Kenyans are gullible? Very gullible. Most of them. I will not say all, but most of them are very gullible. How can somebody, wewe kwa familia yenu, najua kuna mtu mshaipoteza. Ushaionana spirit yake? Alafu kuna mtu wako kwa kamera anakuambia the spirit of Okurukuchu, the spirit of Ogwanda. Hatunaamini the spirit of Ogwanda inaweza kukujia. Mpaka hawa mama wanaota usiku the spirit of Sindule. Hizo ni vitu sasa wanaona kwa Riaga, another con YouTuber. Wanaomba Mungu. Alafu msee anawauzia maji ya mfereji. Mimi nilibonga na Riaga like nyuma. Bro ile inakuanga ni show. Lakini hawa wanaamini maji ya Riaga ni maji imebarikiwa, ni maji very powerful, inatoa mashetani, watu wanageuka nyoka. Mbona in real life mtu hajaigeuka nyoka kwenyu? Mbona hujaikutana hiyo nyoka inageukanga mtu, inakuwa mtu inakuongelesha inarudi na kwa nyoka? They do not even know computer effects in 2024. Very gullible, right? How would you even believe there is a spirit somewhere? Of a father, of someone that is doing wonders? Then where is your Jesus? Where is your God? If this spirit of... Then, hata kama hiyo spirit ni mbaya, shetani ameenda wapi? Kwani shetani ameretire? So, some things you are looking at them and you're like, na expose ujinga gani, unaelewa? But until victim anakam, ndio sasa inabidi, because again, if this is very difficult from my side, tuseme, beshti yangu the Pluto, amefanya kipindi. Najua Pluto ni beshti yangu. Wase wanajua ni beshti yangu. Lakini kuna victim sasa pale anakam. Mimi nisipo expose Pluto, wanajua uko sided. Kuna vitu zenye expose, kuna vitu una expose. Mimi nashindwaga. Pastor show sitaki ku expose. Lakini hapa kuna victim. Kuna familia inakuwa ruined. Mbona hutaki ku expose pastor show? Nana. Juu ni kipindi. Okay, for me, hata wewe si unajua ni kipindi. So you're like, this is very common sense bro. Ni nini mbaya na wewe? Sasa wewe unaenda kutuma huko doya nini? Ni vipindi. But sasa huyu unaona? Huyu ni familia yake inasambaratika. That is something. Familia mzee inasambaratika kwa sababu ya kitu. Wazee wanagombana na watoto. Mama anagombana na alafu unaona ni 62 year old. So hata kama ulikuwa unataka usi expose, wewe pia unakuwa compelled. What if it was your father and you feel this way? And then you go to a platform. Next mtasikia naambiwa
we pastor show alikulipa. Ndio maana ufanye nini? Hawa ni wa Kenya. So I just have to do my job. Ndio nikiblemiwa ni blemiwa kwa kitu right na nisiblemiwa kwa kitu yenye nasema msichana niekelea, unaelewa? So that is it. That's why I have to. If you don't do the right thing, people will call you names. If you do the right thing, they will still call you names. So it is better you just stand on your lane and do that which is just. And that is what I will stand for. Yep. So hiyo time yenye walikuvamia, umesema walikuja watu 4 kwanza cause walikuwa wanajua unaenda pale site. Yes. So do you feel like they intentionally came to hurt you? Yes, because if somebody starts kungekuwa na conversation. Unajua anaweza pata, there is a time hata Mungai Media walinipostia video fulani nikaambia my bro, hapa hizi title hata kuna Martin Dean YouTuber to YouTuber, bro change your title. Venye umeiweka hivyo inachoma. So the same way wangekam waniambia ni aje bro, shida si ni ku pull down the video. Sawa, ndio hii video sisi tunai pull down, na wewe tuhakikishie unafanya nini pia, una delete hizi videos because tumesikizana mwenye alikuwa na complain ni huyu, amepata haki yake, tume pull down the video. Wewe pia ulikuwa unakuja sababu hatuja pull down video. It's because I don't do it as content, I do it as information. Unaelewa? Content ndio ningekataa, lazima nibaki na auto to video. But these guys came, pinned me down, beat me up for no good reason. Unaelewa? Mimi tangu nianze sijawahi expose a single video for my own consumption. Like tunasikia tu umse amelalisha sana. Watu wengi wanalalisha na kuambia. Yaani wase wengi ni mafala. Hata ushaona scammers wajinga wako Kenya wengi. Lakini sasa unaenda kufanya nini? Sikuna tu mtu hapo anajua ni ujinga na hata participate. Lakini the moment we have victims, that is when we voice them. Most of the videos I do, mtu anaogopa kuja kwa kamera. So nasema okay, we bora umenipatia evidence in case nishtakiwe. Like Rish Kamunga alinishtaki. Niko na hao watu wa kuprovide like ndia hawa. Living evidence plus transactions that took place. That is what I do. So I knew they are coming maybe for conversation. Tusikizane, hiyo video yao pull down na mimi nisi upload. Just like that. But then when you called them, wali respond aje? It wasn't, sina namba zao. So I did a live. Like how, okay. I did a live and told them niko area code yenu, tunaenda katuambia pale mliact na tuko na actor wenyu. So kama mnataka kuni meet huko, to meet huko. That is just all what I said. Nothing more. So wao wakakuja wakaamua wacha tuvamie huyu jamaa. Wakaamua wavamie Jango. Wachukue tao yangu. Mimi tao yangu inaniuma bro. Nililipwa bana. On a serious note, because I'm a family man, I have kids. I have adopted children and I have my own biological kids, 2 boys. Unaelewa? So mimi ukinipiga na rudi home hivi, mtu yeye anaweza shindwa baba nini imefanyika. Unaona? Kama sasa inaambia watu nilianguka, mimi sikuanguka. Nilipigwa na mtu anaitwa Joshua. I know the guy who hit me. Okay? They took my phones. Hapo siwezi sema ni Joshua kwa sababu sikujua. And then bro wangu alikuwa na harasiwa mwenye alikuwa amebeba tu simu extra. Unaona? So mimi sikujua nini na happen. Nilishtukia tu things have happened. Nimeenda mpaka police station. Naulizwa nini imefanyika, sielewi kabisa. But what I did is I went on TikTok, nikaanza kuambia say tumevamiwa, tumepigwa na ile backup account. But the backup account ni bro wangu alinifungulianga, sio mimi. So nikaanza kuambia nimegotwa nini imeharibika hapa. That is how it happened. Yep. So when you went to the hospital, like kuna damages zenye ni serious, severe? Yeah, niliandikiwa hata nimeziweka kwa simu. Nimeziweka kwa simu hapa, maybe I can just read to you some of things zenye nimeandikiwa. Nimeambiwa hiyo kuanguka flat una blackout, that is called a head concussion, and this is a serious brain injury. For a strong man like you to go down and stay down blah blah blah, hiyo ni head concussion, hiyo ndio kitu moja niliambiwa. Then the experience headaches, which of course I'm really experiencing headaches right now as you speak. Dizziness of course, problems with vision. Vision bado sijaona, sitaki kudanganya, but wameniambia in future this could happen. And then there could be also risk of brain infection. And the last one nimeambiwa you might die. Ikiendelea hivi kukiwa ati slow bleeding. They said slow bleeding. Inaweza kuwa na slow bleeding ati nahitaji nini? Nahitaji slow brain bleed. So you may need more tests on
on test on CT scan of the brain and the head. Unaelewa? Hata sijui CT scan ni nini. Hizo vitu sijaifanywa mimi. So those are the things that niliambiwa. Na nimezi forward tu yani kwa say like what does this mean, because unajua hizo language mimi sielewi. I'm not a doctor. And I'm looking at them, I'm like kama nitakufa juu nisimama na ukweli. Ai. Uko sawa tu yani. Watu wangu watasimamiwa na ukweli. The ones I pity most is these kids, you know, and maybe my dad, because my dad believes that I'm the one to salvage the poverty, the quagmire of poverty that is within our family, and he sees me as a star. He gave me his blessings and trust that that is going to happen. But if I die for standing, you know, up for Kenyans, those who want justice, then be it. What at daddy in one time or another. Okay, fine. Unajua tutadedi at one point or another, but don't you feel like the more naendelea ku-expose hizi vitu, maybe utapatana na mtu worse than our watu wa Pastor Show, na uogopi watoto wangu nitawachia nani in this world that we live in that is so cruel? One thing, my mother left me when I was 3 months. Sawa? Left me with my drunkard father. By then, I thank God aliacha. I was sold to slavery at the age of 6 years. To date, nilikutana na babangu nikiwa 14 years. Okay? I schooled myself. I ran away from slavery after 2 years. So, I don't think my kids will suffer because somebody decides to kill me. You know, even if you stop, somebody tried to kill Jesus. Did they kill the gospel? Today they are fighting the gospel. You find it? How many people have been fighting religion? How many can stop religion? Whether it's Muslim, it's Buddhist, it's Christianity, you just can't stop the truth. It is in existence. That is what it is. You know? So our buyer yet to come, I know they will come. And when my time comes, I will not go down on my knees. I will die a standing man for the truth. And I've said it. Kama sahi hii ni kidedi, nimewambia mtu ameniua ni Pastor Show. Just know Pastor Show ndiye ameniua. And makosa yangu ni kusikiza sauti ya mnyonge. Si eti kwenda ati. Naona venye wasa wanaandika huko. Huyu anakuaga na mdomo sana na nikanga wasee. Bro, sijawahi anika hata wezi. Unaget? Hata wezi wenye wanaiba huku. Tunajua mpaka na kwao. Complainant ako wapi? Sawa? Tulete complainant. Then sisi tutawaka on it. But kama hakuna complainant, Pastor Show anaiba, Kenyan Prince ni mwizi. Before me ni pronounce ni mwizi, naweza akakuprovia beyond doubt. There are victims complaining. Unaona? Hata zaini nikakupatia simu, naweza kupatia nikufungulia contact, uangalie. Hizi contact zote zinakuja saa juu my simu ilienda. So ananiuliza kesi ya Kenyan Prince tumefikisha wapi? Naambia tuma again the evidences. Let me hear. Okay? Kenyan Prince akoko ame-mention kina Pluto, ame-mention kina BM, venye wame-set up forex schools za kuibia wase. It is not my words, it is his words. And if you ask me to play now, I will. Yeah. I will play them here, you hear. Hao ndio wanasema, unaget. So the moment I get victims, that is when I post. I have never posted a story. I will repeat. Ukiona nimepost story kuhusu mtu fulani, victim wako 2, 3, 4. Na hiyo tena ujue kuna vitu yenye na throw away. Kama hiyo kitu yenye huyo mtu anadu ina affect wa Kenya, hiyo naweka, lazima niweke. Lakini kama ni kitu yenye tu wewe na yeye mmefanyana, siwezi expose. Kama saa hii watu wananiambia ni expose SportPesa, Aviator. Wewe umechukua simu yako. Ukaingia ukacheza. Ukakulwa. Aviator imekuwa mbaya. Ungewakula ungenipigia. Toa ujinga hapa. So such stories I don't post them. Yes, of course una feel when victim, umeibiwa, but who told you to go trade against a computer? You're going to lose. You understand? So mimi mpaka kukue na like so unaona kama story ya Kenyan Prince ina affect a lot of people. Story ya Pastor Show, a lot of people are being affected. A lot of people have come and complained. They have proven beyond doubt. The case of Julius amekufa, Julius hajakufa. It is beyond doubt. Tangu lini mtu akakatwa shingo na hakuna hata damu? Kama mimi nilipigwa tu hapa na damu ilikuwa imejaa all over. How kama huyu amekatwa shingo ana nini? So I don't post things kwa kupiga mdomo. Na kuambia victims. Shiko, God forbid, umerepiwa. Nitashiko.
You're not called Shiko. Nitaacha kuita Shiko because you replaced somebody called Shiko. You have the same name Eve. Nitawacha. When Eve who? Eve Nyaga. Sawa. Eve Nyaga. Ama memory yangu imeanza kunini? Memory imeanza kuchapa mazewe. Wewe naitwa Anthony. Jina langu real. Nikisahau mnikumbushe. Brain inaweza chapa. Wewe. Sitaki kuwa kama Otuoma. Mungu nisaidie. Hautakuwa. Nasahau aje jina yako. Eve. Watu, haina shida. Oh no. That is bad. It's okay. It's not that serious. I'm sorry. It's okay. It's okay. It's not that serious. Nimekusamehea. Hatutaki you lose memory. Pole. So, what was I saying? Yeah, I was saying this a bad example. Like, unaona kama msee sasa tuseme for example, you've been raped. Watu watatengeleza story yako. Watapost videos mingi sana kuhusu how you went through so bad. But they don't know that the trauma does not stop with you. Unaelewa? The trauma doesn't stop with Eve. Eve akona bwana. Eve akona watoto. Aya, Eve anategemewa maybe na sio familia zote. The parents are independent of their children. Some of us, our parents depend on us just like our kids. You understand? So, hawa watu wakikuibia, Pastor Show akikuibia, umemchangia do, na ni uongo zake. Haoni hiyo impact yenye ana cause the damage ana cause the entire family. Haoni hiyo. Na hata hawa Kenya wananitusi, wanaona mtu ako biashara yake. Bro, you are ruining families. You are ruining kids. Kuna watu hiyo wanalala njaa juu hiyo ukora yako. So that's why I have to, like, I am thinking as a parent too. I am a parent and I feel bad that you will be sitting there or standing there and you don't want to say anything. You just, watu wanakuja na complain kwako. Hiyo ndio kitumia unicompel niseme nini? Hata kama watu wangu wawili ndio watasafa, but we save millions of children in Kenya. So be it. I will have lost too. Like, hata in the army, when we are fighting, hakuna army yenye ukuja ati walienda watu 100, wakaua watu 1000, wakarudi watu 100. Unapatanga walirudi 70, walirudi 40. If we will lose 60 soldiers and save a whole nation, that's fine. The remaining 40 will multiply again and we will just keep. We are a human species. We are all biodegradable. We are subjected to death, whether we like it or not. So what to feel like they deserve more money illegally is not right. Why are we blaming Ruto? If sisi wenyewe kwa wenyewe wakati tunaibiana, mwenye anasimama kusema we Freddy wacha wizi, mbona unaibia Trevor? Haifai. Tunaona Freddy yako poa kuiba, sisi tunaingilia kazi ya Freddy. Trevor lilalisha. So ni Trevor ngapi watalalisha? Juu Freddy lazima aibe. We have to stop all these crimes. And I'm not doing this because I find peace in it. I don't find solace in this. I would love to have my own space. Yani mimi naombaga Mungu, siku ile ndapata dom nzuri, niende tu nijenge off grid. Nikule tu matunda za kichaka huko ushago kwetu. Kwanza mimi nabai tu shamba Kakamega. Huko hivyo msana kuniaga mapera, mti na mea, tena unakula vitu zenye ulikunia. They just recycle themselves naturally. I want to go and live that kind of life. Unaona? Sitaki kuishi hii maisha kusukumana kwa city. Sitaki kusukumana na wase. But before that time ifike, I want to make sure that the environment which my children are growing in, it's an enabling environment. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Senior Dave. Unafanya nini? Mimi nafanya videos. Good. Wewe unaitwa nani? Trevor. Unafanya nini? Nafanya video. Everybody do something, earn a living, go your way. That is it. Lakini sio uibia watu mpaka sasa wenye wanataka kusupport kids wao umewadanganya na ukawaibia. Why are you disabling other families for your success? It's not proper. It's not really. So truth, kuna any legal action you plan to take on the people who hurt you, especially considering hizo vitu zenye umetusomea, you know, kuna potential damage, like extreme damage to you. And now that you're here, juu bado uko hapa, hujaondoka,
is there any legal action you plan to take? Yeah, unfortunately our police system, I don't know how it works. So we did the same day report because unajua uwezi fanyiwa kitu alafu na kazi kumoja kesho ndio naenda kureport. So I went to Lakisama police station. I reported the case and they wrote me an OB, attempted murder and lost items, my 2 phones, Samsung Ultra S21 and iPhone 11 Pro. Hizo ndio vitu mbili walichukua. Na sijui ni nani alichukua, siwezi pinpoint this is the guy. Unaelewa? Junior nawaambia nilizima, like nilizima kabisa. Niliamka tu kujipata na bleed mbaya na nimeshikiliwa na bro wangu. So after kuandikiwa hizo vitu nikaenda OC tena nikaasesiwa tena nikarudishwa. Nikaambiwa sasa inafaa uende uchukue P3. Then I called a lawyer. Nikamwambia ni aje nimefanywa hivi. So pia they have said they are piling things, unaona? So siwezi kusema ati niko na sadness because niliambiwa ningoje I will be inaitwaje, nitapatiwa IO, investigative officer, achukue kesi yangu alafu aendelee kuifuatilia. Then if there are arrests to happen, I believe arrest should happen. You know? Okay, mimi kikwangu naona wangekuwa shashikwa. Lakini sasa unajua system ikikwambia ngoja tunafuatilia, then you'll have to wait. Yep. Okay, so as you continue kufanya, exposes hawa watu, like ni nini unaweza advise Kenyans? Because honestly speaking, umesema Kenyans ni gullible. Like what should they do to avoid kutakiwa advantage hivi? First of all, I love my country so much. But I'll tell these foreigners, we are a people who will stand in for you only when you're dead. That one they should know. And I will urge my fellow Kenyans living in diaspora, if possible, nunua shamba huko, jenga huko, especially people living in Europe, people living in US. These countries, lies are not tolerated. So hao wanadanganywa kwa sababu wanajua tunachangia mtoto disabled. Hawaamini Kenya watu wanatumia disabled children to raise their own money for their own benefits. Hawaamini children's homes exist kugrow watoto wa sell organs. Hawaamini, wanaamini wewe ni mtu wa church umanzisha children's home and there is no organ trafficking that is happening within children's home. Recently, before our president was messed up by the IMF, World Bank and America, the first thing he did was what? He was shutting down what? Children homes, hizo centers. Why was he shutting them down? Because they are not doing anything? Because they are bad? No. The president knows these children, the disabled kids, they are harvested organs. Wanawekwa wafike age flani, their kidneys are needed, their livers are needed, their hearts are needed. That is why the president was shutting them down. He wasn't a mad person. Unanielewa? Sai watu wa kuomba huku barabara. Si mnaonanga watoto wanamwagwa? Sai hao watu wa kumwaga watu kwa barabara ni YouTubers. Wanakuja na mtoto senior dev, anakuja na mtoto disabled. Ndio huyu tulimsaidia, tulimtoa kwa takataka, alikuwa anataka kuuawa na mamake. Nyinyi mnachanga pesa, mnafikiria mnasaidia huyo mtoto. Nyinyi ndio mnafuel hiyo gari, ndio mnalipia kama iko na mortgage. Yeye ndio anajifaidi. So the Kenyans living in diaspora, please buy a piece of land there. Raise your kids there and live there. Don't come back. Don't come back. We are living in a country where thieves are clapped for, scammers and conmen are praised. Unaelewa? They are highlighted everywhere. So don't come here. And before usaidie mtu, hata tuma mtu wako wa ground. Enda uniangalilie how serious that problem is. Enda uniangalie huyo ana claim ameadopt mtoto. Ameadopt mtoto aje? Unaelewa? Huyo mtoto ako wapi? Anasoma shule gani hiyo tunalipa? We have a case where somebody gave money to Brighton, the PL, a YouTuber. Akasomesha sister yake sijui kutoka class 4 mpaka form 4. Huyu sponsor anasema ni aje, huyu mtoto anataka kuja US, akuja some huku. Brighton akashindwa kutoa mapepa. Kwa nini? Jina pale ni ya sister yake. Na huyu msee aliletewa katoto atio wazazi wake, wazazi wa huyu mtoto amekufa, ana help, anahitaji help, hata shule itahafu kusimama. So the guy decided, no, I will educate the kid and I will feed them. Who am I giving the money? So pesa ya food na nini napatiwa Brighton. School fees nalipwa direct. Kumbe shule hakuna mtu hii. Ni sister ya mtu, unaelewa? So please, Kenyans living in diaspora, wasichana wa Gulf, mama wa Gulf, ndugu zangu, mimi nawaambia ukweli. Sina chuki na YouTuber wote. I only come because victims
do not have a voice. Ni watu wengi sana hatuna voice. Unaelewa? So tukiwa na ka platform kadogo kama TWD Media willing to confront and call out the evil in our society, then marekebisho yanze huku chini. Before we start calling politicians, let us stop being hypocrites and parasites. We eat ourselves and then we point fingers because people are at the limelight. Tunaibiana huku chini, tunakoseana huku chini. Tuache kuona politicians, kwanza tuanze na sisi. Once we have cleansed ourselves, then the politicians will not come from our society and start stealing. We will have people of sober mind, straightforward, coming from the same society, take those political seats and do what is right. The same with the churches. Yep. Okay. So I was going through the comments of one of the lives that you did time yenye ulikuwa Hosi, and I don't know how it makes you feel ukiona watu wako like huyu avamiwe, exposing watu, kazi yake ni kuingilia businesses za watu, but at the same time kuna watu pia wako like we feel bad for you, I hope you recover, but mostly niko kwa hawa wenye wanasema you deserve that. Like, does it kill your spirit to continue seeking the truth? No, it fuels me. It fuels me. Let me tell you, whenever you go and find people are praising you, all of them are praising you, first of all, go back. Check the environment. Snakes are in within. You understand? But when you have this is so natural. For me, it's so natural. Uwezi kuwa tu na wase wana kufavor. Ma haters lazima wa exist. Na haters, by the way, unajua sasa kama mafans wangu wanacheki na do a very good job. Hawataki hata ni push harder. Unaget? Hawataki ni push harder. But hao ma haters wananionyesha kuna pale nalalisha, kuna pale na do hivi. So nikipata hata wase wananiambia nikufe. Wanani remind tu kuna kifo. It's a natural thing. So ukauawa kwa accident, ukauawa kwa kupigwa, ukauawa kwa kulala tu ukakufa, it's okay. So those wishing me bad, I pray for them that they might find peace with their minds. They find peace with their souls. Watu wako na shida huko nje. And whenever they find where to pour their worst, part of themselves, they will do. So they will not demoralize me. I will continue doing that which is just, because they are voiceless people coming to me, believing that through me we can solve. Recently, hii mambo ya Rish Kamunge alirudisha 100,000 ya wenyewe. I can assure you, my video moja ndio ilifanya Rish Kamunge arudishe pesa. Watu wengine walikuwa wamefanya. Why me? Maybe I was chosen for this. And can I tell you the funniest thing? Kwa hiyo 100,000, no single coin nime receive. After udema me receive pesa yake, aliniambia truth, nilikuwa naenda kufanyiwa surgery, wacha nikifanywa nikitoka nikiwa poa, nitawahi kukumbuka. So nikasema, ulikuwa na surgery? Ni sawa mami, wewe ndo kafanywa surgery. Ukipona Mungu akusaidie. Sikumwambia ukipona kama unijenge. Unaelewa? So if we can get some kind of justice, people feel like they get solutions to their problems. Mimi hata nikadidisai, nitaenda nikijua mimi ni mwenye dhambi, ndio nimekosea sana na niko na shortcomings zangu, but at the same time I tried to change my society for the better of my kids, of my neighbors' kids, of my enemies' kids. So kotu sawa. Yeah. Kuna vitu umesema mbili that have caught my attention. Ukisema you're spiritual. Umesema you're spiritual but you're not. I'm a spiritual person, not a church goer. Unajua church ina divide wase sana. Sio politics. Politics ni mtoto wa church. If you have to understand, nikisema politics ni mtoto wa church. Churches ndio zina fund governments. Umeelewa? Ni church gani inakuwa taxed? Menisha moja. Mosque. Umeelewa? Hawezi task government. Sasa biggie. Churches are the government. You can't tax them. Churches are the ones which fund governments. You should understand that. Sawa. Na kuna church, the ones hiding in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Na kuna church of the devil, the satanism. Wenye wanajiita the elites, the Illuminati, the Freemasons. Hao wote ni church. You should understand. Ni religion. Kuna msana believe shetani ni mungu wake. Hiyo ni religion yake. Una understand? Kuna msana amini Yesu ni mungu wake. Hiyo ni religion yake. Wote wawili wako na believe.
only that they say this is from the dark, this is from the light. But either way, light and good, or light and dark must exist in order for the balance of this world. Umeelewa? Kuna usiku, kuna mchana. The same way. So the same thing they use to control us. We are the subjects. Unless you enlighten yourself to become a spiritual person, to understand the two realms. You understand? You are in a physical world, and at the same time you are in a spiritual world. Unaweza kaa hivi uniundress na mtu anasema hiyo kitu napenda kwa mind yangu. Then how come the same conscious uko nayo ukilala na brain yako inakuwa relaxed? Ama inaendeleanga kurun? Utasema inaendeleanga kurun, some one side of the brain is running, this one does not. Hakuna kitu irest. So the spiritual aspect of it, you should understand we live in a spiritual world. Hata hizi wazenye naamini na pigwa ni nini, kuna soko tu kwa altars, we call them the dark altars. They wish me bad so that their evil can continue existing. Wasome nipeleka kwa waganga, unaelewa? Hawezi wa notice. Na hata wengine ni wale wanakuombea sana. That's why I told you hapo initially. Ukipata unaklapiwa sana, bro, rudi nyuma. Hepa. Jifiche. Question mark. Yeah, junyoka ndio zinakuona sana. Wewe unaona, mimi kama sasa niko na 60k subscribers. Unafikiria jiambianga niko na subscribers wangapi? 10. So unataka kusema the 50 niko na subscribers 10. So wengine 50 ni? Why is it that I'm posting a video and I'm getting 1000 views? Ushajiuliza hivyo? Where are they? Ani wale wanangoja, wanarudi wakati umepigwa hivi, wanarudi wakati unaenda kuanguka, wakati unaenda kufail. That is the only time they are showing up. These are the snakes. Kuna mtu mwenye uko hapo una excel, ako na wewe. Unapigwa vita, ako na wewe. Unaenda kukufa, una feel una lose hope, ako na wewe. So unaonaga tu watu every day they are there. So that's why I usually say, hata nikakuwa na naomba Mungu nikuwa na subscribers wengi so that I can start earning revenue. But the YouTube yangu ilikuwa demonetized due to zile skamishes za 25 date 25 Gen Z. Unajua mimi nilikuwa na stream. So my channel was demonetized as such because it was considered as airing violence. Na gava yetu ilikuwa complain to YouTube. Sijui kama mnajua hiyo. So I was amongst the channels which suffered airing what the police were doing to the Kenyans and that kind of brutality that was going on. So ilikuwa demonetized. But mimi naomba nikuwa na subscribers wengi sana. Kwanza ningekuwa na mita. Ningetumia platform yangu kama kueducate wase mambo na spiritual world, na physical world, na politics na venye zinawaka. So religion ina divide wase sana. Sana. That's why I chose I will not be a religious person. I don't want to worship with the devil. I don't want to worship with the Christians. I don't want to worship with the Muslims. I don't want to worship with the Buddhists. And I'm not an atheist. I'm a God-fearing person who's only spiritual. I'm not close to the church. I'm close to God. Yep. So is Kenya a spiritual country ama we are just church goers, considering our president pia ni mtu wa kanisa? A huge number of people do not know where they are. Ndio maana utaona msezi stand na like kama ni Muslim, haizi stand na Muslim kabisa. Atafika mahali asikie story mbaya za Muslim, ana convert into a Christian. Anasikia stories za Christian venye tuseme Catholic fathers wamekuwa rapists, sodomists, anageuka anarudi Muslim. Ama akiona hata rudi Muslim ana decide anakuwa atheist. Unaona? So they undecided as so many. But we have very strong spiritual persons, people amongst us in Kenya. Though the huge number will go to Christianity. Okay? Huge number will go to Christians, and they even fight amongst themselves. You'll find that the Pentecostals believe that the Catholic Church is not a good one. And you'll find also the Orthodox will claim that the Catholic Church does this, does that, is not good. Yeah. So you find if religions are fighting against each other, then I myself don't find it very right to spiritually indulge myself in religions. Yep. Okay, so Truth, today was really about you. Tulikuwa tumekam kujulia hali, lakini kuna kitu moja ninataka tuongele before tuende. Okay. So last month mambo ya Kware ilikuwa imetrend sana. Sijui kama ni last month ama ni early this month. Yeah. And right now
tumeona main suspect aliweza kutoroka from him alikuwa ameshikwa, and sijaona mtu mwenye ameongelea hiyo story. So wewe, in your opinion, do you think ni ka game tunachezewa hapa? Nishaongelea. First of all, I said it is very unfair for those two officers to be thrown under the bus. Ati walikuja na ujoni police station ile, si kwa nini katika hii serikali kuna unaweza pata kaka kijiji ni kadogo, so hawezi jengea hii police station, wataipatia police post. So police post kuna kwa na polisi 6 ama tuseme 10 hivi ama less, unaelewa? So that is understandable. Mapolisi wanaweza kuwa wamebaki 4, alafu mwenye amebaki kwa ubia hapa peke yake akafikiria wacha nigonge maji. Lakini police station iko na a lot of officers. Na not every officer is a crooked officer. Let me be very categorical on this. So hauwezi niambia kwa police station police officer, I know it's not exceptional, but huwezi niambia kuna officer mwenye ata take that risk ya kulewa akiwa kwa kazi. Na najua kuna kamtu tu hapa, si watiaji wako kwa kazi, even at your place of work kuna watu wanakuchimbaga. So sidhani kama kuna polisi yote hapo Gigiri police station stupid enough kuja kama amelewa na amehost such criminals. Unaelewa? Sasa tutawaita criminals because wameshikwa. Alafu naniambia ingekuwa ni mtu mmoja ametoka ni sawa, polisi alisahau, jamaa akatoroka. Lakini watu 13 ati polisi walikaa tu ni aje bro, mnatoka na wanatoka, sio umeona wanatoka, wanatoka na wanatokanga tu hivyo wanarudi. Not really. So mimi naona ama polisi wa sijui 2 ama 3 they were thrown under the bus because sijasikia mkubwa akikuwa questioned. Unaelewa? Na it's so unfair that most of our officers are the ones who are thrown under the bus all the time. Unaelewa? All the time lazima kuna mapolisi watalipia dhambi si yao. And can I tell you the truth? Huo ina run mpaka wanafungwa. Sasa kama wale wawili, kama hao ndio itabidi wakave huyu mtu alitoroka, watafungwa. Trust me, watafungwa, kufungwa cha ukweli. Sio jokes. So it's a pity that we live in such a society. Yep. Do you think Kenyans should hold somebody accountable for, like, what should they do? Because I mean, mtu mwenye amepotea, if at all ndio alikuwa suspect, and if at all he did these things, there are families who are suffering because they lost their girls to this criminal. Like, is there any action Kenyans should take to hold the government accountable? Because hata watu wa maandamano, the people who shot at the protesters, mpaka wa leo there's no action that has ever been taken to them. First of all, we need to change our constitution. No politician should be in charge of our security agencies. Hakuna no politician. Military isimamiwe na mtu amekuwa kwa military with a lot of experience and knowledge. Polisi isimamiwe na mtu amekuwa kwa security agency with a lot of experience, not a politician. We will have a solution. Wewe sasa kama boss wako ni politician na wewe ni polisi, unataka ku do the right thing, unaduia wapi your right thing? Si tulikuwa na Kibaki? How come polisi walikuwa nywe? Unaelewa? Hata kama kulikuwa na freaky things hapa, most of it polisi walikuwa na perform na walikuwa sawa. When Uhuru came in, kukakuwa na death of Musando nini. So polisi wanawaka na kitu fulani tunaita chain of conduct. Kutakuwa na polisi hapa, unaweza ambiwa kama utaki kazi wacha. Na uache kazi, waone juu uko na mdomo, utaongea, utafuzimwa. Mwenye atakuzima ni polisi under instructions. Unaelewa? So the only thing we need to do to make sure this is permanently solved, hakuna politician atasimamia kitengo cha polisi. Hakuna politician atakuwa anatoa instructions directly, inaenda kwa jeshi. Inafaa hata jeshi simamiwa na body. Ndio mtu mmoja akuje ati tunaenda kutoa jeshi, serikali iko in danger. They have to discuss. Hiyo kitu hakuna. Utasikia politician anaitisha favor kwa politician mwingine mwenye anasimamia docket ya military. Sasa hiyo ni favor, unasikia vijana wametolewa. We need to stop. First of all, we need to change our constitution. President of the Republic of Kenya, of course, is in charge and the command of the armed forces in Kenya. Why? Okay, good. But not directly.
yeye akifeel ako endangered or his government is in danger, is about to be thrown out, hiyo panel discuss. Na yeye asikuwe na mandate ya kuwachagua hao. Wachaguliwe na sisi wa Kenya ama na parliament. Wachaguliwe na watu tofauti. So that hakuna favor unaweza niambie nipatia bro. Mimi niletwa hapa na wa Kenya na hivi ndio nimesema you are not in danger, uko fiti, ongelesha watu wako vizuri. Si tuko na kitu ya kudili nayo. Unaelewa? But if we don't do that, hata tukablame gava, tukablame polisi. The same politicians are the ones. Any police mwenye ata stand up si atafukuzwa tu job. Na hakuna mtu anataka kumwaga unga sahi kwa gavana haina do, watu walipwi. Si walimu walikuwa wanafaa ku strike leo. Walimu walipwi, polisi wenyewe ulisikia juzi mishahara hakuna. So blaming a police will be, or blaming the government, ni kama mimi ndio nimekupiga alafu nakwambia nataka unisolve hiyo shida, wewe ndio ulinipiga. Kwa nini mimi nifala nijipige? Ama nijishtaki? Si bado tu naendelea ku dilidali. Yeah, so we need to change our constitution so that our security agencies, they are completely, and completely means completely independent. They are not. They are still under the influence of politicians, unfortunately. Yep. Okay. Anyway, asante sana Truth. Tuna appreciate time yako and we wish you a quick recovery and justice pia to the people who hurt you. Thank you so much. I appreciate. Whatever yenye tumesema sisi tuna la computer yetu imelipuka. I usually don't ask. I usually changa. Lakini hapa kwa hii situation YouTube imekuwa demonetized. Channel yetu imekuwa demonetized. Computer yetu ya ku-edit videos imeblow. So we need that kind of help. If you're there and you wish to reach out, ni wape number? My number is 0704454609. Hata kama ni computer itakam, not as Pasedo, computer. Tuta appreciate sana. Team TWD tunawapenda, tuendelee kusimamia ukweli. Na kama unataka kunijoin, this is the price of standing for the truth. And this is just mere kadogo sana. You can either lose your life. So decide before you join me.